anaingia mtaani kujitafutia chakula. Litakuwa na manufaa makubwa sana kwa taifa letu la Tanzania. Tuzingatie afya zetu. Bila shaka hujambo mtazamaji wa Channel 10, karibu katika Zaidi ya Habari, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuyafahamu matukio mbalimbali ambayo yamegonga vichwa vya habari kwa kipindi cha wiki nzima, lakini pia wachambuzi, maoni ya wataalamu mbalimbali na viongozi utapata kuyasikia. Habari Kisa? Salama kabisa Nemandeto, za wewe? Nzuri, ulikuwa wapi? Nilikuwa kwenye majukumu ya kitaifa. Karibu sana. Asante mtazamaji, kama ambavyo swaiba wangu Nemandeto alivyoeleza, kipindi hichi kinakupa mwendelezo wa matukio mbalimbali, lakini pia kuna kona mahojiano ambayo tunakutanisha mwandishi lakini pia na mchambuzi ama kiongozi ambaye anahusika moja kwa moja na story husika ambayo imetokea kwa wiki hii. Karibu sana, mimi ni Kisa Mwepiana na moja kwa moja tuanze na taarifa hii hapa ambayo ilikuwa ni miongoni mwa taarifa kubwa katika wiki hii nzima ambayo iligonga katika vichwa vya habari katika vyombo mbalimbali vya habari. Afya ni hali ya ustawi kamili wa mwili, akili, mahusiano ya kijamii kwa mujibu wa WHO, na inahusisha ustawi wa kimwili, kiakili na kijamii kwa ujumla. Taifa lolote duniani haliwezi kuendelea bila wananchi wake kuwa na afya njema, kwani ndo msingi wa maendeleo. Umuhimu wa afya kwa binadamu ni pamoja na kuongeza uwezo wa kufanya kazi, kuboresha maisha ya kijamii, kupunguza gharama za matibabu, lakini pia kuongeza muda wa ubora wa maisha. Wizara ya Afya wiki hii ilisema kumekuwa na ongezeko la magonjwa ya mlipuko hapa nchini katika siku za hivi karibuni, ikiwemo mafua makali yaani influenza pamoja na uviko 19, magonjwa ambayo huenezwa kwa njia ya maji kutoka kwenye mfumo wa njia ya hewa na mgonjwa mwenye maambukizi na kusambaa wakati wa kukohoa, kupiga chafya au kuzungumza. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya na kusainiwa na mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe, inasema takwimu za ufuatiliaji zinaonyesha kuwa kila mwaka katika kipindi cha Novemba hadi Aprili mwaka unaofuata, ugonjwa wa mafua makali na uviko 19 huongezeka hapa nchini na duniani. Taarifa hiyo imewataka wananchi kuchukua tahadhari ya magonjwa hayo kwa kufunika pua na mdomo wakati wa kupiga chafya au kukohoa, kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka, kuepuka misongamano isiyo lazima, kuvaa barakoa unapokuwa kwenye msongamano au karibu na mtu mwenye dalili, na kuwahi kituo cha kutolea huduma za afya ili kupata huduma stahiki. Aidha, Wizara ya Afya imetahadharisha kuhusu uwepo wa homa ya dengu, hasa kutokana na kipindi hiki cha mvua za masika ambayo imeambatana na uwepo wa mbu wengi ambao huuma majira ya asubuhi, mchana na jioni na kueneza vimelea vya ugonjwa huo. Wananchi wametakiwa kuharibu mazalia ya mbu katika maeneo yao, ikiwa ni pamoja na makopo, vifuu vya nazi na madimbwi, huku wakihakikisha wanavaa nguo zinazokinga na mbu na kuweka nyavu kwenye madirisha ya nyumba zao. Wizara hiyo pia imewataka wananchi kuchukua tahadhari na kujikinga na ugonjwa wa kipindupindu kwa kuchemsha maji ya kunywa, kuosha matunda kabla ya kula, kutunza mazingira na kuepuka uchafuzi wa vyanzo vya maji. Mtazamaji, Zaidi ya Habari imezungumza na baadhi ya wananchi wakiwemo wafanyabiashara wadogo lakini pia wajasiriamali ambao wako katika jiji la Dar es Salaam, ambao wameeleza namna walivyojipanga kuchukua tahadhari dhidi ya magonjwa hayo. Nilikuwa natoa ushauri kutokana na magonjwa yaliyojitokeza kwa sasa. Kwa hiyo nilikuwa nashauri serikali kwamba tujitahidi kuweka mazingira yetu safi kwa ajili ya usalama wetu wenyewe na kwa ajili ya afya zetu wenyewe. Pia kama mtu amepata maambukizi, anashauri awae hospitali kwa ajili ya kujikinga na kuwakinga kwa wengine, kwa ajili ya kuchukua tahadhari. Pia kama anapewa dozi, ajitahidi kutumia dozi mpaka mwisho kwa ajili ya afya yake mwenyewe. Pia tunae mikono kila wakati, mara kwa mara, kwa sabuni na kwa maji tiririka. Ni kweli kama mnavyosema kwamba kuna magonjwa mbalimbali ya mlipuko ambayo yamerudi, na sio kwamba yamerudi, yani tunaishi nayo tangia miaka hiyo yalikuwepo. Sema huwa yanatulia afu yanaibuka tena kutokana na mazingira kwa namna moja ama nyingine. Umeona? Sina la kushauri sana, nadhani ushauri ushatajwa tangia awali. Umeona? Isipokuwa tu ni kuwekea mkazo kwa kila mwananchi awe balozi kwenye swala hilo,
Umeona, na viongozi wa serikali nao washiriki kwenye jambo hilo, waingilie kati hilo jambo, kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa namna moja ama nyingine. Jambo la pili kwamba kwa wafanyabiashara wanahitajika kuweka mazingira safi. Umeona, kuanzia wao wenyewe binafsi kuhakikisha wamevaa kibiashara na mazingira yao wameweka kibiashara, na movement zote zinazoendelea kwenye biashara ziendelee kama za kibiashara. Kwa namna moja ama nyingine, likifanywa hivyo inawezekana tukapunguza kwa namna moja ama nyingine tatizo la milipuko. Naomba wananchi tuhamasike, kwa sababu kuzingatia mambo ya usafi kwenye mahoteli, majumbani, watu wanawe kwa maji mtiririko, sio maji ya kusimama. Lakini tena wananchi tunatakiwa tuwe makini sana, vyakula tuwe vya moto, kwa sababu mimi ni mama lishe, nahitaji sahani zangu zifutwe kwa usafi sana, glasi zichemshwe, vijiko vichemshwe, na kuzingatia kunawa kwa wakati kabla haujara. Maji ya moto yasiwe maji baridi. Na mwenzetu Beatrice Eric amefanya mahojiano na Dr. Emmanuel Shija ambaye ni kaimu mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura katika hospitali ya rufaa ya Temeke, ambaye ametoa elimu kwa namna gani wananchi wajikinge na magonjwa hayo. Karibu sana Beatrice Eric. Asante Kisa Mwipiana na Neema Ndeto kutoka hapo studio za Channel 10. Mimi ni Beatrice Eric, hapa niko na kaimu mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura hospitali ya Temeke ambaye ni Dr. Emmanuel Shija, ambaye atatoa elimu kwa Watanzania kuhusiana na uwepo wa haya magonjwa ambayo tayari Wizara ya Afya imetangaza, ikiwemo ugonjwa wa mafua makali lakini pamoja na uviko 19. Nini wafanye Watanzania ili kuepuka magonjwa haya? Influenza na COVID ni magonjwa ambayo yanaathiri kwa kiasi kikubwa mfumo wa hewa, na jinsi ambavyo yanaweza kaambukiza ni kwa mtu kuvuta tunaita droplets, kama mtu akikohoa vile vipunje vya hewa, akikohoa, kupiga chafya, kuongea. Kwa hiyo mtu akivuta ile hewa ni rahisi sana kuweza kupata hayo maambukizi. Lakini vile vile kuna kugusa majimaji hayo, kwa mfano ya makohozi, pengine ukapitisha machoni. Sisi ni mashuhuda wazuri, kipindi kile uviko unaingia, hii mambo yalielezwa sana. Ni mtu ukisha gusa hayo majimaji alafu ukapitisha pengine usoni, akagusa kwenye macho, vile vile yale maambukizo unayapata. Sasa kwa magonjwa kama haya, njia kubwa ya kukinga ni jinsi ambavyo kuelimisha jamii jinsi ya kujikinga. Ni kwa sababu magonjwa yako ni ya njia ya hewa, inabidi watu waelezwe. Kuna mikusanyiko, sababu mnapokuwa mmekusanyika, watu mko karibu, kupumua, kukohoa, kupiga chafya, kugusana kunakuwa ni kwingi. Kwa hiyo watu wajikinge, tuchukue huo utamaduni tuliokuwa nao wa kuvaa barakoa tunapokuwa katika watu wanapokuwa kwenye mikusanyiko. Lakini kuna njia moja nzuri sana ambayo inamkinga mtu na inamwepusha na vitu vingi. Kwa mfano, kunawa mikono. Kama nilivyosema, hata ukigusa yale majimaji, mkashikana mikono na mtu, tayari umeshasambaza. Akishajigusa tayari atapata hiyo ugonjwa. Kwa hiyo utamaduni ule tulikuwa tunaweka maji tiririka nje. Hata mlivyofika hapo hospitali mmeona sehemu nyingi, pointi nyingi zina sehemu za kunawia mikono, na nawa mikono na maji tiririka na sabuni basi. Lakini kama uko mbali na maji, kuna jisanitize, tunasema unajitakasa mikono kwa kutumia zile sanitizer ambayo ni alcohol based. Hiyo itaua wadudu na utakinga kumwambukiza mwenzio. Kuna ugonjwa mwingine wa dengu. Ugonjwa wa dengu ni ugonjwa ambao unaathiri, unaleta sana homa. Huwezi ukatofautisha sana kwa dalili na ugonjwa wa malaria, lakini huu homa yake inakuwa ni kali sana sana, maumivu makali ya misuli na mgonjwa kuchoka.
ugonjwa huu unaambukizwa na mbu, sio wale wa malaria. Au mbu anaitwa Aedes mosquito, ambao wanapenda kung'ata watu wakati wa mchana na jioni. Ni mbu fulani ni weusi, wana madoa fulani meupe, wanang'ata sana jioni wanakung'ata. Sasa wale wanausambaza huu ugonjwa. Huu ugonjwa unaletwa na wadudu wa virusi ambao unasambazwa na huyo mbu anaitwa Aedes. Wanapatikana wapi? Hawa mbu wanazaliana kwenye maji yaliyotulia, na kwa sababu msimu huu ndio tunaelekea kwenye kipindi cha mvua, tunajua katika mazingira yetu kuna vifuu vya nazi, kuna matairi, sehemu fulani hata masufuria yaliyotupwa, unakuta maji yanatuama pale, wanapata sehemu nzuri ya kuzaliana. Kwa hiyo ili kujikinga, lazima ukinge ule mfumo wao kuzaliana, ni pamoja na kusafisha yale mazingira, kukausha maeneo ambayo yana maji ili hao wadudu mbu wasipate kuzaliana na wakasambaza kwa mtu na kupelekea watu kuugua haya magonjwa. Magonjwa kama ya kipindupindu, unakuta ni eneo fulani, unaweza kukuta watu wanatoka sehemu fulani tu, kila wakija na nani ujue kwamba pale kuna shida. Kwa hiyo watu maafisa afya wanaweza kutumwa kwenda kuangalia ile eneo, kwa sababu hawa wadudu wa kipindupindu wanaletwa kwa sababu tumekula vitu ambavyo ni vichafu, ambavyo vimekuwa contaminated na hawa wadudu. Huwezi ukapata kipindupindu kwa njia nyingine, lazima kitu kipite kinywani. Kishapita kinywani, kina wadudu wale, basi ujue kwamba utaumwa. Ndio maana sasa katika kujikinga tunashauri sana watu, chochote kinachoingia mwilini, chakula, kwa mfano matunda tunakula mabichi, lazima hakisha ameoshwa, amesafishwa vizuri, na mtu anawe mikono mara kwa mara ili kusaidia kuondoa wale wadudu. Maji ya kunywa yachemshwe. Kama uwezo wa kuchemsha, siku hizi tuna vidonge vinaitwa water guard, vinauzwa katika maduka. Unaweka vile vidonge kufanya yale maji, vile vidonge vina klorini, vinaua wale wadudu. Asante sana Dr. Emmanuel, umeeleza mengi na umetoa elimu kwa Watanzania, maana tunazungumza Watanzania kwa sababu ugonjwa huu unaambukiza. Hivyo katika maeneo ambayo tayari wamepata maambukizi na huenda na ambao hawajapata maambukizi wakapata maambukizi, kwa sababu watu wanasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Tuliona kipindi kile ambapo kulikuwa na uviko 19, baada ya maambukizi kuingia tu tukafuata zile taratibu za kunawa na maji tiririka, tukafuata taratibu za kufunika midomo hivyo, lakini mwisho wa siku ugonjwa ulivyoondoka, basi na sisi tukaendelea na taratibu zingine. Na wengine wanasema kwamba ugonjwa wa COVID unapokuwepo, basi unakuwa ni kizuizi kwa ugonjwa wa kipindupindu kwa sababu ya kufuata zile taratibu za usafi. Hili nalo nalizungumzaje na unawaambiaje wa Tanzania? Naam, asante sana Dr. Emmanuel. Hivyo ndivyo tumehitimisha. Mtanzania popote pale ulipo, ninatumai umepata elimu ya kutosha kuhusiana na namna ya kujikinga na haya magonjwa ambayo tayari Wizara ya Afya imetangaza kwamba yameingia katika baadhi ya maeneo, ikiwemo ugonjwa wa uviko 19, ugonjwa wa mafua makali, influenza, kipindupindu, lakini pamoja na homa ya dengi ambayo tayari Watanzania tunatakiwa kujikinga kila mmoja mahali alipo kwa kufuata elimu hii ambayo imetolewa na daktari. Na kurudisha studio kwake Kisa Mwipiana pamoja na Nemandeto ili uweze kuendelea na kipindi chetu cha Zaidi ya Habari. Naam, tuelekee sasa Tabora ambapo watoto wa mitaani ni watoto walio chini ya umri wa miaka 18 wanaoishi au kutumia muda wao mwingi mitaani bila uangalizi wa kutosha wa wazazi au walezi. Sababu zinachangia watoto hao kuishi mitaani ni pamoja na hali ya umaskini wa familia zao, migogoro ya kifamilia, unyanyasaji, ukatili wa majumbani, vifo vya wazazi au kukosa huduma za msingi kama vile elimu. Watoto mitaani wana haki sawa na watoto wengine wote. Haki hizi zinalindwa na mikataba ya kimataifa kama United Nations kupitia mkataba wa haki za mtoto CRC. Baadhi ya haki hizo ni pamoja na haki ya kuishi na kulindwa, haki ya kupata elimu, haki ya afya pamoja na haki ya kusikilizwa.
Mtazamaji, hali ya watoto wa mitaani nchini Tanzania bado ni changamoto inayoendelea licha ya serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kufanya jitihada mbalimbali za kutokomeza watoto wa mitaani, lakini bado serikali inaendelea na juhudi hizo ili kuhakikisha watoto hao wanapata haki za msingi, ikiwemo msingi wa kuwapa elimu ambao ndio msingi na ufunguo wa maisha bora. Katika kulitekeleza hilo, serikali wilayani Tabora imeanza utekelezaji wa mpango maalum wa kuwatambua watoto wanaoishi na kufanya shughuli zao mitaani kwa lengo la kuwarejesha katika mfumo wa elimu na kuwapatia malezi bora kwa mustakabali wao, na tayari watoto 21 wamefanikiwa kufikiwa. Juma moja iliyopita Channel 10 iliripoti taarifa mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha ya kutangaza msimamo wa mkoa wa kuwataka wakuu wa wilaya kuhakikisha inawakamata na kuwarudisha mashuleni watoto wote wanaozurura barabarani na kuomba mitaani, kwani wengi wao inadaiwa wamekuwa wakijihusisha na uporaji. Kufuatia jambo hilo, mkuu wa wilaya Tabora Bi Upendo Wela alianza kulifanyia utekelezaji, ambapo wiki hii akizungumza katika baraza la madiwani la robo ya pili ya mwaka 2025-2026 alisema kuwa hatua hiyo ya kuwatafuta watoto hao ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuondoa watoto katika mazingira hatarishi na kuhakikisha wanapata haki yao ya msingi ya elimu na malezi bora. Zaidi ya habari imezungumza na baadhi ya wazazi ambao wamepongeza hatua hiyo ya serikali na kutaka zoezi hilo liwe endelevu kwa nchi nzima katika kuhakikisha watoto wote wa mitaani wanarejeshwa mashuleni kwa ajili ya kupata elimu, lakini pia kupewa matunzo stahiki. Ili kupunguza watoto wa mtaani, ndoa lazima ziwe imara. Hawa watoto wa mtaani wanatokea kwa sababu ndoa sasa hivi zinavunjika mara kwa mara. Unakuta mtoto baba wanaachana na mama, kwa hiyo mtoto anakuwa na yumba, mtoto yuko kwa mama, na mtoto akiwa kwa mama unakuta mama ana maisha magumu, kwa hiyo anashindwa namna ya kuwadhibiti wale watoto na kuwalea. Kwa hiyo najikuta hao watoto wanaingia mtaani ili wajilee wenyewe. Wazazi wamewatelekeza watoto kwa sababu tu ya magomvi yao kwenye ndoa, na wakati waliingia kwenye ndoa walikuwa wanaingia kwa ajili tu ya mtu fulani kaingia, hawalikuwa hawajamaanisha kwa kweli tunaingia kwenye ndoa kabisa. Hapa ninachokiona, serikali cha kwanza inatakiwa ijaribu kupambana na kuwakamata wao wenyewe watoto wahusika. Kwa sababu nasema hili nikiwa na mfano mmoja. Mimi niliwahi kujaribu kuwakuta watoto wananiambia tunaomba hela, nimeambiwa nyumbani bila hela siwezi kula, naishi na dadangu tu. Nikajaribu kumbana, nikamwambia mimi hela ya kula nitakupa, tunaenda mpaka kwa dada yako. Then tukifika pale akisema hajakutuma, mimi nakupeleka polisi. Baada ya kusikia mada ile alikataa na akakimbia. Ndio kitu ambacho kinatoka. Kwa hiyo watoto wale wakibanwa wana uwezo wa kuja kusema, kuonyesha nyumbani, na wakionyesha nyumbani ndio utafikia hatua ya kumbana mzazi kwamba kwa nini mtoto anazulula na wewe ukiwepo. Tunalo lipo wimbi la watoto wa mtaani. Kiukweli hatuhitaji kusikia mtoto wa mtaani, kwa sababu leo hao ni watoto wa mtaani. Wakubwa wa mtaani ni akina nani? Ndio hao majambazi. Na hakuna excuse why mtoto wa mtaani. Leo mtoto yupo pale ambao ukimwangalia analingana na mtoto wako anayesoma darasa la 5. Yupo maeneo ya stendi, maeneo mengine anazagazagaa naomba. Anayetakiwa kuwa shule. Shule ni free. Hulipi kitu chochote. Kwa mimi ninachotaka kuelekeza hapa, mtoto yeyote atakayekutwa yupo mtaani anaomba, huyo mtoto akamatwa, tuonyeshe wazazi wake, tuwafungulie mashtaka. Kwa sababu shule serikali imeweka ni bure. Hatuhitaji tukute mtoto analangalanga mtaani eti anaomba. Tunataka tumkute shule. Awe na uniform, hana uniform, awe shule. Kwa hayo nilitaka niyatolee ufafanuzi na niseme hayo kwamba hatutaki kusikia mtoto yupo mtaani anaomba. Na mtazamaji wa Channel 10, hii ni zaidi ya habari, na kutokea huko Tabora twende sasa tukatazame ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambapo ubadhilifu wa mali za umma ni matumizi mabaya, wizi au upotevu wa rasilimali za serikali, fedha, mali au miradi kwa manufaa binafsi au kwa uzembe.
Pia ubadhilifu huo unaweza kuelezea kama ni kutumia mali ya wananchi kwa njia isiyo halali au kinyume cha sheria. Mifano ya ubadhilifu ni pamoja na kuiba fedha za miradi ya maendeleo, kutumia magari ya serikali kwa shughuli binafsi bila ruhusa ama kibali maalum, pamoja na kupandisha bei za ununuzi wa vifaa ili kujipatia fedha zaidi. Athari za rushwa na ubadhilifu ni pamoja na kupunguza maendeleo ya nchi, kuongeza umaskini ndani ya nchi, kupunguza imani ya wananchi kwa serikali, lakini pia kuvunja haki na usawa katika jamii. Wiki hii tumeshuhudia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba alianza ziara ya kikazi ya siku 3 mkoani Manyara, ambapo katika siku ya kwanza aliweka jiwe la msingi jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kiteto na kumwagiza kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Manyara Bahati Haule kuwachunguza walioshiriki ubadhilifu wa fedha za ujenzi wa mradi wa jengo jipya la halmashauri ya wilaya ya Kiteto na kutoa taarifa ya kila mmoja alivyoshiriki katika ubadhilifu huo. Na mtazamaji, zaidi ya habari imezungumza na katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wa mkoa wa Manyara Bwana John Nzwalile, ambaye amekemea vikali vitendo vya rushwa na ubadhilifu wa mali za umma kwa baadhi ya viongozi ama watu ambao serikali imewapa dhamana ya kusimamia baadhi ya majukumu ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Lameck Nchemba anachofanya ni kile ambacho alikiongea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba tukashughulike na matatizo ya watu, pesa za umma zikafanye shughuli za maendeleo ya watu. Kwa kama mtendaji mkuu wa serikali Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anakwenda sasa anafanya jambo hilo kwa vitendo, na hii inafanyika Manyara, lakini inafanyika katika nchi nzima kuhakikisha tu kwamba kilichopangwa kufanywa na serikali kifanywe kwa maslahi ya Watanzania. Na la pili ambalo nataka niongelee, ambalo watu lazima wafahamu, ajenda ya kudhibiti ubadhilifu na upotevu wa mali za umma ni ajenda ya kudumu ya Chama cha Mapinduzi katika hatua mbalimbali. Kilichofanywa sasa hivi kwamba sisi kama chama tunaishukuru sasa serikali ambayo tumeikabidhi ilani kuitekeleza. Tunaona sasa katika hizi siku 100 tu za uwepo wa serikali madarakani, unaona mambo yanakwenda kwa kasi, na hii ni ujumbe. Mwigulu Nchemba anatuma ujumbe manake nchi nzima, watu wajipange kwa sababu wasipojipanga waziri mkuu atawapanga. Simeelewa, wasipojipanga watapangwa. Na kwa kweli kama chama, hivi tu juzi sisi kama chama mkoa wa Manyara tulikuwa tumepanga ziara ya kwenda pia kuzunguka katika jamii. Tunabadilisha approach sasa, tunakwenda kwenye jamii na tunakwenda kusikiliza zile kero za wananchi. Umeona Mwigulu Lameck Nchemba anasikiliza watu kero zao na anataka watu wahudumiwe katika taasisi za umma, kwa sababu taasisi za umma ni taasisi za kwao. Inapobainika kwamba fedha imetolewa kwa ajili ya kufanya lengo fulani na ikaenda kinyume, hilo nalo pia liangaliwe, chukuliwe hatua, serikali liangalie kwa kina, kwa sababu kama ndio hivyo mgonjwa anaenda au ni mzazi kwamba anaenda kujifungua alafu huduma asipate, hiyo inakuwa ni shida. Watu walioiba hela anataka serikali haifanye kazi vizuri, arudishe hela ya serikali. Iko Kiteto watu anaiba hela kwa kisiasa. Mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua luninga yako, kipindi hewani ni Zaidi ya Habari ambacho kinaitwa kwako nami Kisa Mwepiana nikiwa na swaiba wangu wa nguvu Neema Ndeto, na tunaendelea kukujuza. Tuna taarifa nyingine hapa, inaweza kawa ni ya mwisho hii kwa wiki hii, ambayo imetokea huko jijini Dodoma. Haya, ulinzi wa taifa ni jumla ya hatua na mikakati inayochukuliwa na nchi ili kulinda uhuru, mipaka, rasilimali, raia na amani ya nchi dhidi ya vitisho vya ndani na nje. Kwa lugha nyingine, unaweza kusema ulinzi wa taifa ni kulinda nchi isiingiliwe, isivamiwe wala isivurugwe kwa namna ama njia yoyote. Wiki hii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu Daktari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi jengo la makao makuu ya ulinzi wa taifa lililopo Kikombo jijini Dodoma, akisisitiza kuwa majengo hayo hayapaswi kuwa fahari pekee bali yatumiwe kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa.
Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisema kuwa mazingira ya dunia ya sasa yanabadilika kwa kasi na kwamba usalama haulindwi kwa silaha pekee bali unahitaji mikakati, uweledi na matumizi sahihi ya rasilimali zilizopo. Zaidi ya Habari imezungumza na baadhi ya wananchi kutoka jijini Dodoma ambao wameeleza namna ambavyo jengo hilo la makao makuu ya ulinzi wa taifa litakavyoweza kuleta tija na manufaa, lakini pia kuimarisha ulinzi wa nchi kupitia jeshi la Tanzania. Jengo kama lile inamaanisha tayari ufanisi lazima uwepo, lakini pia ulinzi na usalama wa nchi lazima uwepo. Kwa hiyo kwa jeshi la Tanzania, kwa wizara nzima ya mambo ya ndani pia na ulinzi na usalama wa nchi ni kuchapa kazi, lakini pia kukuza uzalendo. Nikiongelea kwanza uzinduzi wa jengo kubwa lililojengwa la makao makuu ya jeshi la ulinzi na usalama Tanzania lililopo maeneo ya Kikombo, binafsi kwangu mimi nimefurahi sana, na imani pia baadhi ya Watanzania wengi watakuwa wamefurahi. Tunatarajia kutakuwa kuna mambo mengi ambayo yatafanyika pale, ikiwa ni pamoja na ongezeko la ulinzi, na imani jeshi la ulinzi litakuwa imara zaidi. Kwanza ni jambo la kujivunia sana Watanzania kuwa na jengo zuri na bora barani Afrika. Ni jengo zuri sana. Litakuwa na manufaa makubwa sana kwa taifa letu la Tanzania kwa sababu liko makao makuu ya nchi hapa Dodoma, lakini pia tunajua sasa hivi lazima tuwe tuna ulinzi bora zaidi. Ulinzi bora ni pamoja kuwa na majengo mazuri, kuwa na teknolojia iliyokuwa bora zaidi. Kwa jengo lile ambalo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alilolizindua, ninaamini kabisa litakwenda kuwa na manufaa makubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania na hata pia kwa majirani zetu wanaotuzunguka hapa East Africa. Kuzinduliwa kwa lile jengo kwa kweli litakuwa na manufaa sana kwetu sisi wananchi kwa ajili ya ulinzi na usalama, kwa sababu nchi yetu inahitaji usalama sana, inahitaji ulinzi sana. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa sababu wameona kuna umuhimu wa kuweka hilo jengo. Na mtazamaji, kutoka kwenye taarifa hiyo basi tukiwa tunaelekea kuhitimisha kabisa Zaidi ya Habari kwa siku ya leo, kwenye kona yetu leo kuna kwenye kona yetu Neema Ndeto, wakati tuko mitaani tunawafanyia mahojiano wananchi kuhusiana na namna walivyojiandaa kwa tahadhari ya magonjwa ya mlipuko ambao Wizara ya Afya imetamka. Kuna kijana mmoja yeye ni mkanga chipsi, tulimkuta anamenyamenya viazi. Sasa kuna namna ambavyo alikuwa anaelezea jinsi ambavyo anachukua tahadhari ya kujikinga na hayo magonjwa. Kuna kakipande tu ambacho naamini mtazamaji wetu tutakuwa tumemburudisha vya kutosha. Ni kijana ambaye anaelezea, lakini uwasilishaji sawa ile message ile inaweza kumfurahisha mtazamaji wetu. Yes. Mangu sikufichi. Kwanza ni usafi muhimu, tuzingatie afya zetu, uboresho wa biashara zetu, usafi lazima uwepo, kazi ifanyike. Isipokuwa tu sisi wenyewe wananchi kutekeleza vile vitu ambavyo serikali inataka, haiwezi kufanya. Hii mpaka ishikwe bakora. Wagambo ukija hapa ndio tunawajibika hapa. Fanya hivi. Kwa hiyo kila kitu kishikwe bakora. Hata kama msimamizi yupo, lakini hili swala haliwezi kaisha leo wala kesho. Mimi ushauri wangu, kwa hiyo viongozi waajibikwe. Sisi wananchi wa kuambiwa tu. Mimi kama mimi mfanya kazi nitaniambia nini? Ndio kuambiwa na bosi mfanye hivi. Kwa hiyo malalamiko haya ni yako mwenyewe. Ni kweli. Lakini mpaka bosi atamke. Wanafanya vile ndio tunafanya. Lakini bila hivyo hatuwezi kufanya. Na mtazamaji, mpaka hapo ndivyo ambavyo tunahitimisha Zaidi ya Habari kwa Jumamosi ya leo. Shukrani sana mtazamaji, nikujuze tu ya kwamba kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 kamili, lakini pia kinarudiwa siku ya Jumapili saa 8 kamili mchana hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Naamini katika siku hii ya leo tumekupa kile kitu ambacho wewe mtazamaji wetu ulikuwa na kiu nacho na ulikuwa unataka kujua mwendelezo wa matukio haya ambayo yametokea wiki nzima hii. Sisi hatuna la ziada, tukutakie Jumamosi njema. Asante.